kweli kweli. Katika mambo aliyozungumza Mtume alayhi salam katika khutba hii, alizungumzia hifdhu huquqi al-akharin wa ihtiramuha, kadhia ya kuhifadhi haki za wengine na kuziheshimu. Akasema Mtume alayhi salam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Akazungumza haki za wengine, mtu wachunge haki za wenzake, usimwage damu ya mtu, usidhulumu mali ya mtu, usivunje heshima ya mtu. Haya ni mambo makubwa ya kuangamiza lau ukimfanyia ndugu yako. Wangapi leo wanazimwaga damu za ndugu zao kwa kuwajeruhi au kuwaua bila kujali, bila ya sababu za msingi, mambo ya kishenzi tu. Wamekutana klabu, maskani, wamezozana maneno, wamerushiana maneno, anaamka akampiga ndugu yake, akamtoa ngeu, akamjeruhi, mwingine akaua kwa sababu za kijinga tu, mzozo wa mipaka ya ardhi, mizozo ya kulima na wafugaji. Mtu haogopi damu. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ameitaja hadithi ikisimuliwa na Abdullah ibn Umar, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Atabakia muislamu katika wasaa wa dini yake, anajimwaga katika uislamu wake muda wa kuwa hajaifikia damu ya haramu, hajamwaga damu ya haramu, mkono wake haujawahi kumwaga damu ya haramu. Huyu anaishi katika wasaa wa dini. Majitu yenye kumwaga damu, kujeruhi watu na kuua, hayana amani, hata kama ukiyaona yana mali, kwa sababu ya wizi na ujambazi, kwa sababu ya ubabe wa kukaba watu, lakini wanaishi na jaka la roho, na wasipotubia wana balaa kubwa hawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini amwalu nas wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, Allah anatuambia msile mali zenu baina yenu kwa batil, msidhulumiane. Ukatumia ulaghai kula mali za watu, ukatumia ghishi, utapeli, wizi, udanganyifu kwenye biashara na mfano wa haya, ukachuma mali za Waislamu kwa batil, utakuja kuulizwa haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kubwa zaidi, usivunje heshima za watu. Ya ibadallah, wewe unapenda kuheshimiwa, unapenda watu wakuheshimu wewe. Waheshimu familia yako, waheshimu wazazi wako, na wewe sasa waheshimu watu. Heshimu familia za watu, heshimu wazazi wa watu, ndio utaheshimiwa.